Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, awali ya yote kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya na uzima, na leo tukiwa ni katika tarehe moja ya mwaka 2026, maanake ni siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2026. Alhamdulillah, tumeuona mwaka. Lakini ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna hiyo, lakini leo nakusudia tupeane faida. Hii faida ni katika faida ambazo hasa inaweza ikakusaidia wewe na familia yako au na jirani yako. Lakini faida hii nakuja katika mti mmoja ambao unaitwa mti wa muhogo, na muhogo wenyewe. Unajua, katika dunia jambo kubwa sana ni kujua siri zilizojificha, na siri zilizojificha ni watu wengi hawajabahatika kuzijua, ila wachache Mwenyezi Mungu aliwajalia kujua wanajua. Lakini pia vile vile na wachache baada ya kujua wanaamua kusema, kuambia wenzao. Nami ndugu yangu nikwambie, ikiwa wewe unaweza aidha umeibiwa au unataka kinga katika mwili wako, au pia vile vile kuna ile hali umetopiwa uchawi katika nyumba yako, hivi vitu vitatu kama utahisi wewe katika eneo lako la nyumba, aidha biashara, kwamba huenda kuna uchawi umetupiwa katika eneo lile, unahisi hapa, mbona biashara imeharibika ghafla, mbona mambo hayaendi ghafla, nini cha kufanya? Ndio leo na kuelekeza ndugu yangu. Moja katika njia ya kufanya, la kwanza hilo, wewe moja kwa moja utachukua wewe, maanake ni kwamba kama unaishi katika hali ya namna hiyo, basi chukua unga wa mti wa muhogo. Chukua unga wa mti wa muhogo. Ule unga wa mti wa muhogo ndugu yangu, aidha unga wa muhogo wenyewe au ule mjiti wenyewe umeutwanga unga wake ukaupata, unga wa muhogo. Kwa maana ule ukishaupata ule unga wa muhogo, weka katika maji, changanya na chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe huijui? Au unga wa muhogo si madukani unauzwa? Chukua ule unga wa muhogo, chukua na chumvi ya mawe, changanya. Kisha baada ya hapo, pigia deki katika eneo lako lile ambalo unahisi, au mwagia inaohisi sehemu imechezewa. Basi ndugu yangu, uchawi ule ambao utakuwa hapo utakuwa umeuua uchawi huo, maanake huo uchawi tena utakuwa haufanyi kazi. Hii ni moja katika siri mojawapo, ni muhimu alafu nyepesi sana. Lakini la pili ndugu yangu, wewe wezekana unachawiwa sana, unalogwa sana katika kiwango ambacho hata watoto wako wanalogwa sana. Namna ya kujikwamua hauwezi. Nini cha kufanya? Na kuelekeza njia mojawapo ambayo ni nyepesi, ambayo hasa itaweza kukusaidia wewe na kuwasaidia familia yako kwa namna moja ama nyingine. Ni kwamba chukua kijiti cha mti wa muhogo. Chukua kijiti cha mti wa muhogo, alafu unaweza ukachukua vijiti vingi vya mti wa muhogo ule. Ukishapata vile vijiti, utwange, kata, twanga, tengeneza unga wa mti wa muhogo. Ukishatengeneza huo unga huo ambao unajua unapatikana kwa kupitia vijiti vya muhogo, unga huo changanya na mafuta yako ya kupakaa. Huo unga huo changanya na mafuta yako ya kupakaa. Basi ndugu yangu, pale utakapokuwa unapakaa, huwezi kuchezewa kichawi katika mwili wako na eneo lolote, na ni kinga zaidi ya uchawi wa aina mbalimbali, hata uchawi wa zongo. Yaani utakapotumia vitu hivi, yale mafuta ukapakaa, ambao umechanganya mafuta yako yale na unga wa vijiti vya muhogo, wewe usije ukadharau wewe. Elimu hizi zina mambo mengi wewe. Vijiti vya mti wa muhogo ule, tengeneza unga unaotokana na vijiti vya mti wa muhogo, alafu ule unga ule uweke kwenye mafuta yako ya kupakaa, alafu yale mafuta yale pakaa katika mwili wako. Pale utakapopakaa katika mwili wako, nenda popote ndugu yangu, huwezi kuchezewa na mchawi wa aina yoyote. Mtu hata kama akikupiga uchawi wa zongo ule, kukurushia kwa kukupuliza, uchawi huo hauwezi ukakupata. Hayo ni maajabu ya mti huu wa muhogo. Kumbuka tuko mwaka 2026, tunakuja na vitu vingine vikubwa zaidi. Kufuatilia chaneli yangu hii ambayo inaitwa Sheikh Ngusura TV, utapata mambo mengi sana. Lakini pia vile vile ndugu yangu, nikwambie, katika mti huu wa muhogo, kama wewe umeibiwa
na aliyekuibia unamjua au haumjui. Ikiwa unamjua, basi utafanya mambo yafuatayo. Chukua kipande cha mti wa muogo, chukua kipande cha muogo, alafu ukiandike majina ya malaika wanne. Unachukua kipande cha muogo, unaandika malaika wale wanne: Jibril, Mikail, Israfil na Israel. Hata kwa Kiswahili wewe andika sawa sawa. Jibril, Mikail, Israfil na Israel. Sawa. Kisha baada ya hapo, kama unamjua huyo mtu ambaye amekuibia na akakimbia na mali yako, andika pia na jina lake katika muogo huo. Vitu vikubwa sana hivyo. Sasa andika na jina pale. Ukishaandika ndugu yangu, kisha choma kipande hiko kwenye moto mkali kwa manuizo ya kurudisha, ama kule alipo achanganyikiwe mpaka arudishe kile kitu chako ambacho wewe amekuibia. Unafanya hivyo, zoezi hili fanya kwa muda wa siku 6. Sawa ndugu yangu, hiki ni kitu ambacho cha ajabu sana. Umeibiwa wewe. Kuna watu wengi wameibiwa, watu wengi wamedhulumiwa. Sasa tunafundisha muda mwingine njia kubwa kukomesha dhulma na kukomesha wizi. Sasa bwana, fanya hivyo, choma kwenye moto mkali. Ukiweza choma asubuhi na jioni. Sasa ukishindwa kabisa, choma hata mara moja kwa siku. Choma kwa manuizo: fulani bini fulani kaniibia mimi, huko alipo huko nataka iwe hivi iwe hivi iwe hivi mpaka arudishe kitu changu. Sasa alafu choma ile, moto uwe mkali, kiungua imeungua, wote inateketea. Fanya hivyo ndugu yangu, utaona maajabu yake. Mimi ndugu yako nimekuletea madarasa haya. Naitwa Maalim Suleiman Ngusura. Napatikana katika ardhi ya nchi ya Tanzania, maeneo ya Dar es Salaam, na namba zangu za simu za kunipata ni hizi zifuatazo: 0716447727 au 0762664094. Na kama uko nchi ya mbali, unaweza na kuanza na kodi namba kwa maana +2557164477727, kwa maana alama ya jumlisha 255762664. Nikwambie ni kwamba fuatilia katika madarasa yangu, nafundisha vitu vingi sana, tunaelekezana mambo mengi, ikiwemo miti pamoja na dua za namna mbalimbali na za lugha mbalimbali. Nikizungumza dua kwa maana za lugha ya Kiarabu iliyozoeleka, lakini dua pia kwa maana ya lugha za manabii wa zamani ambao waliopita walikuwa wanatumia pia vile vile lugha fulani. Wote tunaelekezana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tumeanza na darasa hili. Kikubwa, fuatilia chaneli yetu ya Sheikh Ngusura TV katika YouTube, utajifunza mengi sana. Kwa hivyo, kwa haya machache, wewe karibu sana ndugu yangu. Nikwambie assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.